na wageni wote mlioalikwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mheshimiwa Rais, dini yetu inatufunza kushukuru. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah. Yule ambaye kwamba hana tabia ya kushukuru watu hawezi mshukuru Mwenyezi Mungu. Na ili ushukuriwe Mheshimiwa Rais, ni lazima ufanye jambo linalostahiki shukrani. Na sisi kama viongozi wa kidini tunasema kwa hili jambo ambalo kwamba umelifanya siku ya leo, jambo la kihistoria, haijawahi tokea hapo. Mashekhe kutoka kaunti 47 kila pembe ya Kenya kualikwa namna walivyoalikwa siku ya leo katika Ikulu. Twasema shukrani rais wetu. Rais, tumetumwa na hawa viongozi na waloko nyuma yetu tunawaongoza. Kuna mambo mawili matatu nitakuomba kwa niaba yao. Binadamu anaishi na kuonjwa na Mwenyezi Mungu. Leo yuko mzima, kesho ni mgonjwa. Wagonjwa wanapokuwa hospitalini wanahitajia watu wa kuwatembelea na kuwazungumzisha na kuwapa maneno ya kiimani. Twakuomba Mheshimiwa Rais, hawa viongozi wa kidini waandike full time, wawe wakitembelea mahospitali wakiwahubiria wagonjwa ambao kwamba wako mahospitalini. Jambo la pili Mheshimiwa Rais, CBC hatuipingi, tunaiunga, lakini kwa upande mmoja au mwingine imeathiri masomo ya kidini. Imeathiri CRE, imeathiri IRE, imeathiri HRE. Tutakuwa na madaktari, tutakuwa na mainjinia, lakini hawatakuwa na maadili. Watakuwa marubani, lakini watakuwa hawamjui Mwenyezi Mungu. Tuipatie nafasi, especially wakati wa holidays, wapate kumjua Mungu wao ni nani. Mheshimiwa Rais, nyuma yetu tuna maustadha akina mama. Wao wana akili, wana mchango mkubwa kwa jamii. Kama ulivyotuita sisi mashekhe, tunakuomba wakumbuke na wao maustadha, uwaalike vile vile kama ulivyotualika, kwa sababu tunadaiwa kama mashekhe na waliambiwa kuwa hii ni function ya maimam. Tunawaombea na wao wapate nafasi ya kutembelea Ikulu. Mwisho Mheshimiwa Rais, hawa viongozi wa kidini wana mchango mkubwa kwa hili taifa na kwa jamii. Kuna wale ambao kwamba toka wazaliwe wanaongoza maombi wakielekea Mecca, lakini hawajawahi kutembea katika mji wa Makka. Na kuomba Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, kwa kila kaunti ukichukua mmoja wawili uwasimamie safari ya umra. Hatutakusahau kama viongozi wa kidini. Ama kuhusu uongozi na changamoto nayopitia, nitamaliza na kisa kifupi. Kuna siku mwalimu alikuwa na mwanafunzi. Mwalimu akataka kumfahamisha mwanafunzi, huwezi ridhisha watu wote, lazima kuna wengine wapinzani. Akamwambia, njoo mwanafunzi wangu. Akamchukua punda wake, twende. Wanatembea wote, wanatembea na punda anatembea. Watu pembeni wakasema, hawa mbona hawatumia akili, wako na punda, badala wapande wote wasichoke wanatembea. Mwalimu akamwambia mwanafunzi, umesikia? Haya, tupande punda. Wakapanda punda. Wanaenda, watu wengine wakasema, hawa watu hawana huruma, wanamuumiza huyu punda. Umesikia? Mwanafunzi akasema, nimesikia, lakini mimi ni mwanafunzi, wacha nishuke, wewe ustadhi wangu bakia juu. Mwanafunzi anatembea, wakifika mbele, huyu mtu mzima haezi hurumia mtoto mdogo. Haya, wacha mimi nishuke, panda wewe. Amepanda mwanafunzi, wakifika mbele, salala, watoto hawahurumii watu wazima. Akaja akamwambia, huwezi ridhisha watu wote. Mheshimiwa Rais, kwa serikali yako tumeona maendeleo. Mwenye macho haambiwi tizama. Hii vita unapigwa, hawatoacha kukupiga, lakini tumeona maendeleo yako. Na hatusemi tu tamu,
tunasema long term. Jazakallahu khair Abu Qatada, tumesema long time. Sasa nataka nimwalike Sheikh Ramadhan Mwangi